Serikali ya awamu ya sita inayoongozwa na Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, inaendelea kuweka mikakati na kutekeleza afua mbalimbali zitakazowezesha nchi yetu kuwa na jamii yenye ustawi na kujenga rasilimali yenye watu wenye ujuzi inawezesha kushindana katika soko la ajira kwenye ngazi za kitaifa na kikanda na kimataifa. Ndugu waandishi wa habari, mojawapo ya afua hizo ni kutekeleza programu ya kitaifa ya kukuza ujuzi kwa njia ya wanagenzi inayolenga kuimarisha nguvu kazi ya taifa ili kumudu ushindani wa soko la ajira la ndani ya nchi na nje ya nchi kwa kupata ujuzi utakaoendana na mahitaji ya soko la ajira na hatimaye kuwezeshwa kuajiriwa au kujiajiri wenyewe. Programu hii inatekelezwa kwa kushirikiana na wadau wa U3+. Ninaposema wadau wa U3+, maana yake ni serikali, vyama vya waajiri na vyama vya wafanyakazi, sekta binafsi na wadau wengine wa ndani na nje ya nchi. Utekelezaji wa programu hii unafanyika katika maeneo manne ambayo ni kama yafuatayo. Eneo la kwanza ni mafunzo ya ufundi wa stadi kwa njia ya wanagenzi ambayo tunaita apprenticeship training. Ya pili ni mafunzo ya uzoefu wa kazi kwa wahitimu ambayo tunaita internship training, na mafunzo ya kukuza ujuzi kwa wafanyakazi ambayo hiyo tunaita upskilling training, na urasimishaji ujuzi uliopatikana nje ya mfumo rasmi wa mafunzo ambao tunauita recognition of prior learning. Ndugu waandishi wa habari, mtakumbuka mnamo tarehe 14 Oktoba mwaka 2025 serikali ya awamu ya sita ilitoa tangazo la wito wa vyuo na taasisi mbalimbali za mafunzo kushirikiana na serikali kutoa mafunzo ya wanagenzi kwa mwaka wa fedha 2025-2026. Katika zoezi hilo, jumla ya vyuo 103 viliomba kushirikiana na serikali. Baada ya upekuzi na michakato mbalimbali ya uchambuzi, jumla ya vyuo 47 vilichaguliwa kutoa mafunzo haya. Ndugu waandishi wa habari, mtakumbuka pia mnamo tarehe 5 Disemba mwaka 2025, Ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Ajira na Mahusiano ilitoa tangazo kwa umma kuhusu vijana kuomba kushiriki mafunzo ya ufundi stadi katika vyuo 47 nchini katika fani za ubunifu wa mitindo, ushonaji nguo, ufundi bomba, uashi, useremala, uchomeleaji, uungaji vyuma, upakaji rangi na maandishi ya alama, upishi, utengenezaji wa vipuri vya mitambo, ufundi wa magari na mitambo, ufundi wa umeme wa majumbani na viwandani, umeme wa magari, ufundi wa huduma za hoteli na utalii, uchakataji madini na ufundi vyuma. Fani hizi ni muhimu sana kwa vijana wetu wa Kitanzania kwa kuwa zitawezesha kupata ujuzi ambao utawezesha kujiajiri au kuajiriwa. Ndugu waandishi wa habari, napenda kuwajulisha kuwa jumla ya vijana 20,247 waliomba kushiriki mafunzo haya ya wanagenzi. Baada ya mchakato wote kukamilika, napenda kuwatangazia kuwa vijana 5,746 wamechaguliwa kujiunga na mafunzo ya wanagenzi. Vijana hawa wanatakiwa kuripoti katika vyuo walivyopangiwa kuanzia tarehe 19 Januari 2026. Majina ya vijana waliochaguliwa pamoja na vyuo walivyopangiwa yatatolewa kwenye vyombo mbalimbali vya habari ikiwemo tovuti ya Ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Ajira na Mahusiano ambayo ni www.kazi.go.tz. Television pia matangazo haya yataenda kwenye magazeti na vyombo mbalimbali vya habari ikiwemo pia mbao za matangazo za vyuo walivyochaguliwa kuanzia tarehe 17 Januari 2026. Wataanza kupata kwenye vyombo vya habari majina na orodha ya hao vijana na vyuo walivyopangiwa. Ndugu waandishi wa habari, aidha naomba kusisitiza kuwa serikali inayoongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan imetoa ufadhili wa ada ya mafunzo haya kwa 100%. Fedha ambayo kijana huyo atagharamiwa ni shilingi 500,000 ada kwenye vyuo hivi, na tumekubaliana, tumeingia MOU na vyuo hivyo, kwa ada hiyo italipwa shilingi 500,000. Na ni baada ya hapo serikali tuna mkakati gani? Serikali tuna mipango mbalimbali kuhusu vijana, na Mheshimiwa Rais ameelekeza jambo hili ikiwa ndo sasa tumeanza kutekeleza ilani yetu ya uchaguzi. Katika ilani yetu tuliajiri kwa mambo mengi ikiwepo ajira kwa vijana,
lakini kukuza ujuzi kwa vijana. Lakini Mheshimiwa Rais alisema baada ya siku 100 tutakuwa na zitatengwa fedha shilingi bilioni 200. Bilioni 200, moja dhumuni ya fedha hizo ni kwa ajili ya mitaji ya biashara ndogo ndogo na za uendeshaji wa kampuni changa, ambao kwa lugha ya kuazima tunasema startups, biashara zile zinazoanza. Kwa hiyo tunategemea vijana hawa watakapokuwa wamemaliza watakuwa ni sehemu ya wanufaika wa hii fedha iliyotengwa, ambayo tayari Mheshimiwa Rais utaratibu huu ameshatoa maelekezo, zitakuwa tayari na vijana wetu wataelekezwa namna gani wafikiwe kwenye mikopo hii, ambayo akitoka huko kama amechagua kujiajiri, basi atakuwa na mahali ambapo serikali inamshika mkono.